Kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru sana mwalimu mkuu wa shule kwa mwaliko, kwa sababu ingewezekana kabisa kwamba mngeweza kukaa tu wenyewe mkapongezana mkamaliza, lakini mkakaa kikao chenu na kuona kwamba ni vema tukaalika angalau viongozi kadhaa kutoka serikalini ili tuweze kupeana mawazo zaidi, kwa sababu lengo letu kubwa ni kuhakikisha tutoke hapa tulipo twende hatua nyingine. Tutatokaje? Kama alisema mkuu wa shule kwamba ni vema tukaongea changamoto zaidi kuliko mafanikio. Haya mafanikio tuliyoyapata tayari tumeshayapata, tusije tukabweteka kama ilivyokuwa Simba juzi, wakabweteka na magoli mawili, matokeo yake jamaa wakasawazisha. Sasa tusibweteke hili wakatusawazisha mwakani. Kwa hiyo lengo la kikao hiki kama nilisema mkuu wa shule tulenge sana kwenye changamoto kama zipo. Kuna changamoto zinatuhusu sisi wenyewe, kuna changamoto zinawahusu wazazi, kuna changamoto zinawahusu viongozi wa serikali. Kwa hiyo hizi zote hizi ni za kwetu. Tuongee ili tuone jinsi gani tuweze kutoka zaidi. Lakini pia nichukue nafasi hii mkuu wa shule niwashukuru sana walimu wote wa Dr. Philipo Mpango Secondary School. Na washukuru sana. Hongereni sana. Wote tunafahamu kwamba ile shule ni mpya. Sasa hivi ndio inaingia kidato cha tatu. Matokeo ya juzi ndio yametupelekea tuende kidato cha tatu. Lakini hizi juhudi hizi ni za sisi hapa ndani pamoja na wazazi ambao wanawakilishwa na wazazi wenzao pale. Nyinyi kazi yenu ni kutoa utaalamu kwa wazazi na wazazi wanapokea utaalamu wenu kutekeleza ili tuweze kupata mafanikio makubwa. Hongera hii inatoka kutoka moyoni. Ningejisikia vibaya sana kutokana na shule yenyewe jinsi jina lilivyo. Aliyekuwa makamu wa rais wa aliyepita Dr. Philipo Mpango ionekane kwa mara ya kwanza form 2 hatutoi hata division 1 hamna, au division 2 hamna. Yaani hata mwenye jina lake huko aliko angekuwa anaitafuta hii shule iko wapi. Na hili jina tulitafuta kwa kazi kubwa sana. Kipindi kile Mheshimiwa DC, Mheshimiwa Mangosongo alikaa chini kwa kumuomba kwamba tunatamani jina hili liwe pale shule ya Dr. Philipo Mpango. Alikaa wiki moja hakutoa jibu. Lakini baadaye akatoa jibu kwamba amekubali. Kwa maana kwamba inabidi wafanye mawasiliano. Kwa mimi nilisema kwamba hapa nimesimama kwa moyo safi kwa sababu mmenitakasa mimi. Asanteni sana.